wa Efeso sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 6, na leo nitadumu kwenye mstari wa 6, maana ndiko tunamalizia somo letu lililochukua karibia, nafikiri kama sio miezi miwili, ni mwezi mmoja na wiki mbili au tatu. Nitasoma mstari wa 6 maana tumeshasomea mstari wa kwanza mpaka wa 6. Nitasoma mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Itarudia, Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Amen. Kichwa cha somo kinasema misingi ya umoja wa Roho katika kanisa. Tunamalizia, unakumbuka tulikuwa tuna mstari wa kwanza mpaka wa pili tulianza na mwenendo wa Mkristo, mstari wa 3 umoja wa Roho, lakini kuanzia mstari wa 4 tukabadilika kutoka katika umoja wa Roho, manake umoja wa Roho ni agizo. Mstari wa 3 maandiko yanasema na kujitahidi kuhifadhi. Hilo ni agizo ambalo kanisa lilipewa, kuhifadhi umoja wa Roho. Tulipokuja mstari wa 4, tulipoanza na neno mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja na la mwito wenu, tulikutana na misingi ya umoja wa Roho katika kanisa. Na nikakwambia misingi maana yake ni kile ambacho kinashikilia au vitu ambavyo vinashikilia ule umoja. Na tuliangalia kuanzia mstari wa 4, na juzi tukaangalia mstari wa 5, na leo tunaenda mstari wa 5. Mstari wa 6, mstari wa 5 juzi tuliangalia kanisa lina Bwana mmoja. Nikakwambia Bwana maana yake ni mtawala. Na nikakwambia kabisa kwa nini Paulo aliwaandikia Waefeso kuhusu habari ya Bwana mmoja. Wajue kwamba kanisa, na tunapozungumzia kanisa hatuzungumzii madhehebu, tunazungumzia mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa Kristo ni nani? Mwili wa Kristo ni mimi na wewe, sio hili jengo. Kwa hiyo kanisa ni mwili wa Kristo. Kwa hiyo Paulo alipoambia kwamba kanisa lina Bwana mmoja, maana yake ni kwamba kanisa kama mwili wa Kristo linalo mtawala mmoja ambalo ni Kristo. Lakini pia kanisa lina imani moja. Tuliona vizuri mafundisho kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Mafundisho, injili, tunayo injili moja, lakini tukaona kanisa lina ubatizo mmoja. Nikakwambia ubatizo maana yake ni utambulisho, kwa maana ya Paulo hapa, sio kumbatiza mtu kwa maji, ni ule utambulisho kwamba sisi baada ya kumwamini Yesu Kristo tunajulikana kama mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo au kanisa, kanisa kusanyiko la Kristo. Na leo tunaangalia tena misingi mingine iliyosalia ili kuimalizia, na tuone Mungu anatupeleka wapi tena. Baada ya hapa tutaona misingi mingine ambaye Mungu anataka tujifunze, tuone ni kitu gani ambacho kinaendelea. Na katika mstari huu wa 6, je, ni misingi gani ambayo imebaki tunapaswa kuiona au kujifunza katika somo hili? Hilo ni swali la msingi ambalo tunapaswa kujifunza, kwamba ni misingi gani iliyobaki ambayo tunapaswa kuifahamu. Katika mstari wa 6 kuna mambo matatu ambayo ni ya msingi, tutayaona yatakayetuonesha mambo haya yaliyosalia. Moja, jambo la kwanza au msingi wa kwanza, kanisa lina Mungu mmoja, Baba wa wote. Kanisa lina Mungu mmoja, Baba wa wote. Maandiko yanasema mstari wa 6, Mungu mmoja naye ni Baba wa wote. Nataka uone Mungu mmoja naye ni Baba wa wote. Tunapozungumzia wote, lazima turudi kwenye mazingira Paulo aliyokuwa ameandika waraka huu kwa Waefeso. Mungu ni muumbaji, ameumba mbingu, ameumba kila kitu, ukienda kwenye Mwanzo 1. Lakini tunaporudi kwenye muktadha au tunaporudi kwenye mazingira
ya Paulo kuwaandikia Waefeso, anataka Waefeso wajue ya kwamba kama kanisa, kama mwili wa Kristo. Kumbuka kanisa lina roho moja. Hapo tunazungumzia Utatu Mtakatifu. Tulianza na roho moja, tukaja na Bwana mmoja ambaye ni Kristo. Leo tunazungumzia Mungu Baba, Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Sasa Paulo alikuwa anataka kanisa lijue kwamba kanisa kama mwili wa Kristo, kanisa lile ambalo lilimpa Yesu Kristo maisha, Paulo alitaka wajue wana Mungu mmoja. Wana Mungu mmoja. Mungu mmoja maana yake ni Mungu wa pekee. Hakuna Mungu, hakuna mwingine mfano wake. Ni Mungu wa kweli, muumba, aliumba vyote, mtawala wa vitu vyote. Kwa nini Paulo aliwaambia hivyo? Kumbuka Waefeso, kanisa hili lilizaliwa mahali ambako walikuwa wanaabudu miungu. Kabla ya kumjua Kristo, Waefeso walikuwa na miungu wanayoiabudu, na ndio maana alitaka wajue kwamba wana Mungu mmoja, Baba wa wote pale, manake wa kanisa. Wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo wana Mungu mmoja, hawana miungu. Sasa baada ya kubadilisha maisha yao na kumjua Kristo, maisha yao yamebadilika. Wao hawatawaliwi tena na miungu, wao hawaiabudu tena miungu, lakini wao wanatakiwa kujua wana Mungu mmoja, Baba wa wote. Ni Mungu mmoja, lakini ni Baba wa wote, Baba wa wote. Hii ina maana gani? Paulo anasisitiza Mungu mmoja na sio kati ya wengi. Unajua Asia ukienda kuhubiri injili, ukienda kuhubiri injili Asia ukasema muamini Yesu Kristo, au ukawaambia Yesu Kristo ni Mungu, watakwambia sawa, mlete tumweke kati ya miungu yetu, tumuongeze, kama wana miungu 7 wamuongeze hao 8. So ni lazima uambie kwamba Yesu Kristo pekee ndio njia na kweli na uzima. Na ndio maana Paulo aliwaambia kwamba mna Mungu mmoja, Baba wa wote. Mungu mmoja, Baba wa wote. Baba wa wote maana yake nini? Yeye ndio chanzo cha uzima, yeye ndio mkuu wa familia. Familia ipi? Familia ya waaminio. Familia ipi? Familia ya mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Mna Mungu mmoja ambaye ni Baba wa wote. Mungu mmoja, Baba wa familia, Baba wa kanisa, Baba wa mwili wa Kristo. Wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, Paulo alikuwa anataka wajue kwamba wana Mungu mmoja. Kumbuka walikuwa wametoka kuabudu miungu, vitu mbalimbali, lakini pia mbali na kuabudu miungu, kanisa hili lilikuwa lina historia ya kushindana kati ya Wayahudi na mataifa. Sasa Paulo alikuwa anawataka wajue ya kwamba kama wana Mungu mmoja, Baba wa wote, maana yake Mungu sio Mungu wa mataifa au sio Mungu wa Wayahudi, ni wa wote ambao wamemwamini Yesu Kristo, kulingana na muktadha au mazingira ya Waefeso. Mungu ni Baba wa Wayahudi, Mungu ni Baba wa mataifa, wote ni familia moja, hakuna matengano, maana wana Mungu mmoja. So Paulo alikuwa anataka wasio na matengano. Paulo alikuwa anataka wajue ya kwamba wana roho mmoja ambaye ni Roho Mtakatifu tuliona, lakini pia wana Bwana mmoja ambaye ni Yesu Kristo aliyokufa kwa ajili yao, lakini sasa wanaye Mungu mmoja, Baba wa wote. Mungu mmoja ambaye Mungu yule ndiye Baba wote, ndio chanzo chao, ndio chanzo cha familia ya Kristo. Na hapa tunaona Utatu Mtakatifu, Mungu Roho,
Mungu Mwana, Mungu Baba. Sasa Waefeso walikuwa na matengano katika kanisa. Wayahudi walikuwa wanajipiga kifua ya kwamba sisi ndio tunaye Mungu. Paulo ndio akamwambia hakuna Mungu wa Wayahudi wala wa mataifa, kwa kuwa wote mnamwamini Yesu Kristo. Mataifa wamemwamini Yesu Kristo, na ninyi mnamwamini Yesu Kristo, mna Mungu mmoja ambaye ni Baba wa wote. Tunajifunza mambo manne. Jambo la kwanza tunaloliona, tunaona Mungu ni mmoja. Tunaye Mungu mmoja katika Utatu Mtakatifu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Torati, Kumbukumbu la Torati 6:4, Mungu anawaambia Bwana Mungu wako ndiye mmoja. Kwa nini? Lazima uelewe, katika kanisa la Waefeso walikuwa wanaabudu, kabla ya kumjua Kristo, walikuwa wanaabudu miungu, na hata walikuwa na mungu mke Artemi. Katika kipindi hicho walikuwa wanaviabudu. Sasa walipogeuka wakaambiwa, moja, acheni mashindano, lakini mbili, mna Mungu mmoja. Sio wakati tena wa kuitazama miungu, sio wakati tena wa kuangalia hivyo vitu. Ni wakati wa kujua kwamba sasa mmegeuka, mna Mungu mmoja. Mna Mungu mmoja. Hata sisi tunapompa Yesu Kristo maisha, manake tunaye, kuanzia hapo maisha yetu yanakuwa na Mungu mmoja ambaye ni Baba wa wote. Mungu mmoja, Baba wa wote, yeye ambaye ndio chanzo cha maisha yetu. Sasa lazima tujue ya kwamba tuna Mungu mmoja kama kanisa, na kama tuna Mungu mmoja hatupaswi kuwa na matengano. Tunapaswa kuwa na umoja kama vile Mungu alivyo mmoja. Tunapokuja kanisani, manake ni kwamba tunapokuja kwenye nyumba ya kukutania, sisi kama mwili wa Kristo, manake tunakuja kwa ajili ya kukamilisha ule mwili. Tunaukamilishaje ule mwili? Kwanza tuna Mungu mmoja, alafu sasa na sisi tunadumu katika huo mmoja. Paulo anawaambia Wakorinto, ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 6, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Paulo anawaambia Wakorinto, Korinto wa kwanza 8:6, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Tuna Mungu mmoja aliye Baba. Aliye Baba manake yeye ndio chanzo cha familia. Yeye ndio alioizaa familia ya waaminio. Yeye ndio alioizaa familia au mwili wa Kristo. Kwa hiyo kama tuna Mungu mmoja, Paulo alikuwa anataka wajue kwamba wanatakiwa kudumu katika umoja. Kadhalika na sisi tunapaswa kudumu katika umoja, tupendane. Ndio maana ukirudi mstari wa kwanza, Paulo anawaambia muenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Akaanza kuorodhesha kwa namna gani: moja, kwa unyenyekevu; mbili, kwa upole; tatu, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika. Sasa hakuna jinsi mtaenda katika mazingira haya kama hamna umoja. Ili muweze kuenenda katika mazingira haya, ni lazima muwe na umoja, kwa sababu Mungu ni Mungu mmoja tulio naye, Baba wa yote, katika utatu. Kwa hiyo Paulo alikuwa anataka Waefeso wajue kwamba wana Mungu mmoja, wamegeuka, wameacha miungu, wamemwamini Yesu Kristo. Mashindano walionayo katika kanisa, kule kuvurugana walikokuwa na vurugana, Wayahudi wanaona kwamba wao ni wa thamani kuliko mataifa, kwa sababu wao ndio Mungu aliotoa sheria kwao, wao ndio Mungu alisema na kupitia manabii. Wakawa wanajipiga kifua na kuambia mataifa ya kwamba lazima mtairiwe, lazima mpate tohara. Lakini Paulo akamwambia no, mnapaswa kujua kwamba kila aliyemwamini Yesu Kristo, Mungu ni mmoja katika maisha yake. Na kama amemwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba
hata yeye anaye Mungu ambaye ni mtaifa. Mtaifa ni yule ambaye kwa asili sio mzaliwa wa Israeli. Mtaifa ni yule ambaye kwa asili ni mataifa mengine tofauti na lile taifa la Israeli. Kwa hiyo walikuwa na mashindano kama nilivyokwisha kuambia, na kulikuwa kuna makundi kama 6. Nikwambia kundi la kwanza lilikuwa Wayahudi, mataifa, matajiri, maskini, watumwa na wafungwa na watu huru. Na katika kanisa kulikuwa kuna huo mzozo, na kanisa lilikuwa aliendi, na ndio Paulo akaja akiwaambia kwamba mna Mungu mmoja, mnatakiwa muwe na umoja. Lakini jambo la pili tunalojifunza, Mungu ndiye baba wa watu wote. Mungu ndio baba wa watu wote. Ndio maana maandiko yanasema Mungu mmoja naye ni baba wa wote. Mungu ni mmoja, baba wa wote. Tunapozungumzia neno wote pale maana yake nini? Je, ni swali la kujiuliza. Ni Mungu wa dunia yote, ni baba wa dunia yote? Kumbuka hapa anazungumza na familia ya waaminio. Na tunapozungumza familia ya waaminio maana yake ni kanisa. Kwa hiyo ni Mungu ndiye baba wa watu wote katika kanisa. Maana yake kwa nini alisema hivyo? Alikuwa anaondoa mawazo ya Wayahudi ya kwamba Mungu ndio baba yetu. Hawa nao wamemwamini Yesu Kristo, Mungu naye ni baba yao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye ni baba yao. Sio tu nini, walipomwamini Yesu Kristo walipata nafasi ya kuwa wana. Kile kitabu cha Waefeso 2 mstari wa 18 maandiko yanasema hivi, 18 na 19 anasema, kwa maana kwa Yesu sisi sote tumepata njia kumkaribia Baba katika roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Nataka uone hiyo, watu wa nyumbani mwake Mungu. Nani wanaambiwa? Mataifa. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, na wao sasa Mungu ni baba kwao. Si tu Wayahudi walivyokuwa wanajua, si tu Wayahudi walivyokuwa wanajua, lakini pia na wale waliomwamini Yesu Kristo ambaye ni mataifa, nao Mungu ni baba kwao. Kuondoa kule kujiona kwa mataifa. Unajua hata leo Wakristo wale waliookoka, waliompa Yesu Kristo maisha, wana viburi. Ni watu wana viburi, wanaona wengine hawajaokoka, wanawadharau wengine. Kuna watu leo hii wanaweza kusema sisi ni watu ambao hatumjui Mungu. Na ndicho hichi ambacho Paulo alikuwa anawaambia Wayahudi, ya kwamba hawa nao wametoa maisha yao kwa Kristo, na kama wameyatoa maisha yao kwa Kristo, maana yake ni kwamba na wao kadhalika wanaye Mungu ambaye ni baba. Kisoma Yohana sura ya 1 mstari wa 12 maandiko yanasema hivi, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Nataka uone hiyo. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wote waliompokea ndio wale walioamini jina lake. Kwa hiyo wale ambao walimwamini Yesu Kristo, Paulo alikuwa anawaambia Waefeso, wale wote waliomwamini Yesu Kristo ni watoto wa Mungu. Mungu ni baba kwao. Kwa hiyo nyewe Wayahudi muache kujitenga, msiwadharau. Yajueni ya kwamba hawa nao Mungu ni baba kwao wa wote, manake Wayahudi pamoja na mataifa. Wayahudi waliookoka na mataifa waliookoka, Mungu ni baba wao wote. Lakini tatu, tunajifunza umoja wa kanisa unatokana na Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Ndio maana tunaona Mungu mmoja, baba ndiye baba wa wote. Mungu mmoja ndiye baba wa wote. Mungu mmoja katika kanisa ndiye baba wa wote ambao ni mwili wa Kristo waliomwamini. Sio viongozi. Umoja wa kanisa haujatokana na viongozi. Umoja wa kanisa haujatokana na dhehebu. Umoja wa kanisa haujatokana na utamaduni, bali Mungu mmoja ambaye ni baba wa wote.
Kwa hiyo tuna umoja wetu haujazaliwa na viongozi. Kuja kwetu hapa hakujasababishwa na viongozi. Kuja kwetu hapa ni Mungu ndiye aliyesababisha sisi tuje hapa, kwa sababu tunajua tunakuja kumwabudu yeye, kwa sababu tunajua tunakuja kumwabudu yeye. Kwa hiyo umoja wetu huu, kumbuka, haujaanzishwa na mwanadamu. Sio mtumishi, sio mchungaji, sio askofu, sio nabii, sio mtume. Umoja umeanzishwa na Mungu mmoja ambaye ni baba wote. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, baada ya kumjua Yesu Kristo kwamba Kristo ni kichwa, maanake yeye ndio Bwana mtawala, na mwili ni kanisa. Kwa hiyo mwili una viungo, mwili una viungo. Sasa vile viungo ni mimi, ni wewe, ni yule, ni yule. Tunapokuja hapa, ule mwili haujaanzishwa na mchungaji, ule mwili umeanzishwa na Mungu mwenyewe katika Kristo Yesu, kupitia Yesu Kristo. Kwa kumwamini Yesu Kristo, sisi sote tukafanywa kuwa wamoja. Kwa hiyo matengano yasiwepo katika kanisa. Ndilo Paulo alikuwa anataka Waefeso wajue. Matengano ni sumu, kwa sababu sisi tuna Mungu mmoja. Umoja wetu umeanzishwa na Mungu mwenyewe kwa kumwamini Yesu Kristo. Sasa inakuwaje wewe Myahudi ujione? Unakuwaje wewe tajiri ujione? Inakuwaje wewe uwe hivi? Unakuwaje wewe? Kwa nini kwa kuna makundi katika kanisa? Sisi sote tunalitia jina la Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Lakini 4, tunajifunza utendaji wa utatu katika kanisa. Nimekwambia tulipoanza kuangalia umoja wa Roho katika kanisa na misingi, tunaona vitu vitatu. Utatu, utendaji kazi. Kila kimoja kina kazi. Tunapoangalia Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu maana yake ndiye ameanzisha. Baada ya kumwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akakaa ndani ya kanisa. Tuna Roho mmoja ambaye ni Roho Mtakatifu, tuna Bwana mmoja. Roho kazi yake ni ulinzi, ndio analinda kanisa, kwa sababu baada ya kumwamini Yesu Kristo kanisa likapewa Roho Mtakatifu. Kisoma sura ya 1 utaona Arabuni, Mungu akampeleka Roho wake katika kanisa, akalitia muhuri, maana yake akalifunga, maana yake akafunga ule mwili ukawa una ulinzi. Lakini sasa Bwana mmoja, maana yake Yesu Kristo mtawala, Mungu mmoja, baba wote, Mungu Baba. Kwa hiyo msingi wa umoja wa kanisa unatokana na Mungu wa utatu. Tunapoangalia umoja katika kanisa, msingi wake ni Mungu mmoja, Mungu wa utatu. Kwa hiyo kanisa kama kanisa, utendaji wa utatu katika kama tunapoona utendaji wa utatu katika kanisa, wanashirikiana, hawatengani, hawapingani. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Kadhalika na sisi katika kanisa tunapaswa kufanya hivyo, tuende katika umoja huo. Kanisa litakuwa imara. Na ndio sasa tunarudi kwenye mstari wa 2 ambapo anaposema kwa unyenyekevu wote, kwa upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Tutakuwa wanyenyekevu, tutakuwa wapole, tutakuwa wavumilivu, lakini tutachukuliana kwa sababu tunaenenda katika umoja wa Roho. Tunaenenda katika umoja wa Roho. Jambo la pili linasema kanisa lina Mungu mmoja aliye juu ya wote. Nataka uone kwenye Biblia yako imeandika hivi: Mungu mmoja naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote. Hapo aliye juu ya yote kwenye lugha mama iliyoandika Biblia ni aliye juu ya wote, kuondoa ile maana ambayo Paulo alikuwa anatiririka nayo, kwamba neno aliye juu ya wote maana yake, baada ya Paulo kusema Mungu mmoja baba wa wote, analeta sifa nyingine kwamba baba huyu ni aliye juu ya wote.
Maana yake ni nini? Mwenye mamlaka, mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye maarifa, ndio maana yake. Mwenye mamlaka, mtawala juu ya wengine. Swali la kujiuliza, mwenye mamlaka juu ya wengine ni nini? Juu ya wengine, mwenye mamlaka. Maana hiyo ndio inatupa maana ya kwamba azungumzii yote, anazungumzia wote. Juu ya wengine maana yake Mungu ana mamlaka juu ya dunia yote, au atuzungumzii juu ya dunia yote, tunazungumzia Mungu ana mamlaka juu ya wengine. Wengine wapi? Ili kupata jibu lazima tuangalie muktadha. Maana yake ni kurudi nyuma, kutafuta kwa nini Paulo aseme juu ya wote. Juu ya wote. Kwanza, unaporudi kwenye sura ya kwanza mstari wa 4, Paulo anasema hivi: kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu. Kwa hiyo anaposema juu ya wote, maana yake anazungumzia juu ya watakatifu. Juu ya watakatifu ni nani? Juu ya watakatifu ni kanisa. Mstari wa 5 hapo kwenye sura ya kwanza wa Efeso, maandiko yanasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa na urithi wa mapenzi. Wanawe, nataka uone neno. Mstari wa 4 tunaona neno watakatifu, mstari wa 5 tunaona neno wanawe. Wanawe maana yake watoto. Kwa hiyo Mungu ana mamlaka juu ya wengine. Maana yake Mungu ana mamlaka juu ya kanisa lake, juu ya kanisa lake, juu ya kanisa lake. Sura ya kwanza wa Efeso mstari wa 20 na wa 23, maandiko anasema hivi: aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litojalo, wala si la ulimwengu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili wake. Kwa ajili ya kanisa ambalo ndilo mwili. Kwa hiyo anaposema hapa huu mstari, anaposema Mungu mmoja naye ni baba wote aliye juu ya yote. Ili neno yote maana yake ni wote. Wote na wote katika kanisa, ili kuondoa ule mgogoro wa mimi Myahudi na huyu ni mtaifa, lakini yeye ni mwenye mamlaka juu ya Myahudi, yeye ni mwenye mamlaka juu ya mtaifa. Maana yake yeye, kanisa wote, Wayahudi na mataifa wote ni mali ya Mungu. Ndio maana yake, ndio maana yake wote. Mataifa pamoja na Wayahudi wote ni mali ya Mungu. Ndio maana anasema aliye juu ya wote. Kwa hiyo aliye juu ya wote alikuwa anaondoa ule mtafaruko kwamba sisi tu ndo mali ya Mungu. Paulo anawaambia aliye juu ya yote, maanake juu ya wote, juu ya wote, mtaifa pamoja na Wayahudi wote waliomwamini Yesu Kristo. Tunajifunza nini? Moja, Mungu ndiye mtawala mkuu wa kanisa lake. Umeona hiyo? Mungu ndiye mkuu. Mungu ndiye mtawala mkuu wa kanisa, maanake wa mwili, sio madhehebu, mwili wake, wale waliomwamini Yesu Kristo. Mungu ndiyo mtawala. Lakini mbili, hakuna kundi la waamini lenye nafasi ya juu kuliko jingine. Manake hakuna mwenye nafasi ya juu, manake hakuna Myahudi wala kwamba Myahudi ana upendeleo. Nafasi hapa manake ni upendeleo. Wote ni wa thamani mbele za Mungu. Wote ni wa thamani mbele za Mungu. Utawala wa Mungu ndio msingi wa umoja wa kanisa. Umoja wa kanisa. Kwa hiyo Mungu ndiye anatawala kanisa, na kanisa niliyokuambia ni mwili wa Kristo,
sio majengo. Kwa hiyo utawala wa Mungu ndio msingi wa umoja huo. Msingi manake ndio unashikilia kanisa, mwili ule wa Kristo. Lakini 4, tunaona Mungu ndio kipimo cha mwisho cha maisha na mafundisho ya kanisa. Mungu ndio kipimo cha mwisho cha maisha na mafundisho ya kanisa. Kanisa kwa ujumla, mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Timotheo, nikusomee tu pale Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa 16. Mungu ndio kipimo cha mwisho cha maisha na mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo sisi kipimo chetu ni Mungu, na mafundisho yetu yanatokana katika neno lake. Timotheo wa pili 3:16, maandiko yanasema hivi: kila andiko ni pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki. Nataka uone mstari wa 17. Neno ili maana ni kwa sababu. Kwa hiyo neno la Mungu ni pumzi ya Mungu linalofaa kwa mafundisho, kwa kuonya makosa, kuongoza, kuadabisha katika haki, ili kwa sababu mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo ili kanisa au mwili wa Kristo ukamilike, unapaswa kujipima kwenye neno la Mungu. Jambo la 3 haraka tumalizia hapo. Jambo la 3 haraka. Kanisa lina Mungu mmoja atendaye kazi katika wote. Kanisa lina Mungu mmoja atendaye kazi katika wote. Mstari huo wa 6. Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya wote, katika yote, ndani ya yote. Nataka uone neno ndani ya yote. Hilo neno pia ndani ya yote kwenye lugha mama, ndani ya wote. Ndani ya wote. Pointi ya pili inatupa sifa ya Mungu. Yeye yupo juu ya wote. Lakini hii ya 3 anatuonesha sifa nyingine. Paulo, Mungu katika kanisa. Maana ya neno katika wote ni kufanyika kupitia mtu au jambo utimizwa kupitia. Ndio maana ya neno katika wote ni kufanyika kupitia au jambo utimizwa kupitia. Sasa sikia, kupitia. Paulo aseme tu Mungu yupo pamoja na wote, bali Mungu anatenda kwa njia ya waamini wote. Alikuwa anataka hawa wa Efeso waliokuwa wamechanganyikana na Wayahudi, haswa Wayahudi, wajue kwamba Mungu hayupo pamoja na wote tu, bali Mungu anatenda kwa njia ya wote waliomwamini Yesu Kristo. Wote waliomwamini Yesu Kristo, Mungu anatenda kazi kwao, anafanya kazi. Kwa sababu wale Wayahudi walikuwa wanajua kwamba Mungu anafanya kazi kupitia wao tu. Mungu anatenda kazi kupitia wote waliomwamini Yesu Kristo. Warumi 11 mstari wa 36, maandiko yanasema hivi. 11:36, maandiko yanasema hivi: kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vimerejea kwake. Utukufu una yeye milele na milele. Vitu vyote vyatoka kwake. Vitu vyote vyatoka kwake, lakini pia tena vinarejea kwake. Lakini ukisoma Wafilipi sura ya 2, nataka uone kwamba umoja ni jambo la msingi kwenye kanisa. Tunapokosa umoja, kanisa la Mungu linafifia, na ibilisi anatamani kuua ule umoja ili kufifisha kazi ya Mungu. Wafilipi 2:13, maandiko yanasema hivi: kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kukaa kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Nataka uone. Kumbuka anaongea na Wafilipi kadhalika. Wafilipi ni watu ambao walimwamini Yesu Kristo, na anaongea kwa sababu ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kwa hiyo Mungu atendi kazi ndani yenu tu Wayahudi. Hata hapa kulikuwa kuna mashindano kwenye kanisa la Wafilipi. Kulikuwa kuna Wayahudi kadhalika. Haya makanisa yalikuwa yamechanganyikana. Kulikuwa kuna watu tofauti, Wayahudi. Na Wayahudi ni watu ambao walikuwa wanawapinga mataifa. Na hasa kwa Wafilipi, Wayahudi ni watu walikuwa wanataka Wafilipi na wao wafanywe tohara kama wao. Lakini Paulo akamwambia no,
kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo, tayari wameokoka na ahadi ya Mungu iko juu yao. Sasa ndio maana anasema Mungu anatenda, kwa maana ndio Mungu atende kazi ndani yenu, ni yenu. Tukirudi kwenye muktadha wa Efeso, manake wenu wote, Wayahudi pamoja na mataifa. Tunajifunza nini? Tunajifunza nini? Mambo kadhaa. Moja, Mungu anaendelea kutenda kazi katika kanisa lake lote, Tunapozungumzia kanisa hapa, kumbuka bado tunazungumzia kitu kimoja, mwili wa Kristo. Mungu anatenda kazi kupitia vile viungo vyote vilivyoko katika kanisa. Waefeso 2:22 maandiko yanasema hivi, nataka nimalizie hapo haraka. 2:22 Waefeso anasema, katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Mbili 14, sio 11. Kwa maana ninyi nyote mmejengwa kwa maskani. Kwa hiyo kama maskani maana nyumba ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anatenda kazi kupitia kwenu. Na ndio 13 wa Filipi 2 inaonyesha kwamba Mungu anafanya kazi ndani yenu nyote. Lakini mnakwambia, moja, tunajifunza Mungu anaendelea kutenda kazi katika kanisa lake lote. Lakini mbili, Mungu anatenda kazi katika waamini wote bila ubaguzi. Unaona hiyo, hakuna ubaguzi. Tunapokuwa tumempa Yesu Kristo maisha, Mungu anafanya kazi kwetu sisi sote. Hakuna mchungaji, hakuna mwinjilisti, hakuna mwalimu, hakuna shemasi. Sisi sote tunafanya kazi moja ya kukamilisha mwili wa Kristo. Sasa matengano yanatoka nini kwenu? Anawauliza matengano yanatoka wapi kwenu? Wote mmepewa nafasi katika mwili wa Kristo, kwa sababu shemasi ni kiungo, mchungaji ni kiungo, kadhalika mzee wa kanisa ni kiungo, mwimbaji ni kiungo. Lengo ni kuukamilisha ule mwili. Sasa ninyi mnatoa wapi hayo matengano? Ndio maana yake Waefeso 2:14 maandiko yanasema hivi, kirudi pale kwamba Mungu anatenda kazi katika waamini wote bila ubaguzi. Angalia 14 mstari wa 14 wa Efeso 2 mstari wa 14 maandiko yanasema hivi, 14 anasema, kwa maana yeye ndiye amani yetu, alitufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu. Nani hao wawili? Mataifa na Wayahudi. Wayahudi na mataifa walikuwa hawana amani, walikuwa hawana umoja, walikuwa hawashirikiani. Lakini sasa kwa kumwamini Yesu Kristo akaondoa ule uadui, moja ya wao kushirikiana, mbili ule uadui uliokuwa umewatenga wao na Mungu. Angalia mstari wa 15 anasema, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Mstari akawapatanisha wote wawili na Mungu. Manake dhambi ilikuwa imewatenga, sio Myahudi, sio mtaifa. Myahudi alikuwa anajiona kwamba yeye yuko karibu na Mungu, lakini alikuwa ametengwa na dhambi kwa sababu alikuwa anafanya dhambi. Lakini baada ya kumwamini Yesu Kristo, sio Myahudi, sio mtaifa, wote Mungu anafanya kazi bila ubaguzi kwao, awe Myahudi au mtaifa. Kadhalika na sisi leo katika makanisa, sisi tunatembea, tunafanya uinjilisti huko, tunakutana na watu wameumizwa, wanasema ni bora nisiende kanisani kwa sababu nimeumia. Ukienda kanisani unasimangwa, ukienda kanisani unasemwa, ukienda kanisani una mambo mengi. Mchungaji mwenyewe, sijui mama mchungaji, sijui mzee wa kanisa, sijui shemasi. Watu wanaumia kwa sababu gani? Hakuna umoja. Watu wanaumia, wanabaki huko nyumbani, hawana msaada. Sema ni bora tukae nyumbani. Tunajaribu kuongea nao, tunaomba nao, tunazungumza nao kwa upendo. Kumbuka mstari wa kwanza, mstari wa pili, uvumilivu. Anazungumzia kuhusu habari ya uvumilivu.
upole, unyenyekevu, kuchukuliana. Hayo ndio mambo katika kanisa. Nimekuambia, kumbuka ni mwili. Mimi nimetolewa kule, huyu ametolea huku, huyu ametolewa huku. Tunakuja sehemu moja, tunafundishwa kila itwapo leo. Lengo ni ili kuendelea kudumu katika ule umoja. Kumbuka Waefeso wenyewe walikuwa wanavurugana kwa sababu ya tamaduni zao. Sasa wanaambiwa sio wakati wa kwenda na tamaduni zenu, ni wakati wa kwenda na utamaduni wa Kristo, kwa sababu ninyi sasa ni mwili mmoja. Kwa sababu ninyi sasa ni mwili mmoja. Angalia Waefeso 3:6 anasema hivi, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi wa urithi mmoja na wa mwili mmoja na washirika pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. Mataifa, hapa kulikuwa kuna shida sana. Wayahudi walikuwa wanasumbua mataifa, kama vile nilivyokwisha kuambia tu. Hata leo makanisani hakuna umoja. So sisi kama kanisa ambalo linakuwa, tujitahidi kudumisha umoja wa roho, tupendane, tushirikiane kwa maombi, tusaidiane kwa namna yoyote, ili tuweze kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yetu. Jambo la mwisho ambalo tunaliona hapa katika hii pointi ya 3, tumejifunza kwanza, moja, Mungu anaendelea kutenda kazi katika kanisa lake lote. Lakini 2, Mungu anatenda kazi katika waamini wote. Hii tuliona. 3, utendaji wa Mungu ndio unaodumisha umoja wa kanisa. 4, Mungu hutimiza kusudi lake kupitia kanisa lake. Kanisa, Mungu anatimiza kusudi lake. Mungu anatimiza kusudi lake kupitia kanisa lake lote. Tunapozungumzia kanisa lake, maana yake ni mwili ule wa Kristo, lakini utendaji wa Mungu ndio unaodumisha umoja wa kanisa. Tukielewa utendaji wa Mungu, hatutakuwa na majivuno katika kanisa, kwa sababu ndio maana mstari wa 3 Paulo analiambia kanisa na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tujitahidi kuwa na huo umoja, kwa sababu roho ndiyo aliyouanzisha. Lakini jambo la mwisho, kanisa lina Mungu mmoja akae ndani ya kanisa. Kipengele cha mwisho pale mstari wa 6 anasema Mungu mmoja naye ni Baba wote, aliye juu ya yote, katika yote, ndani ya yote. Ndani ya yote, ndani ya yote, manake ndani wa wote. Ndani ya, hii ina maana gani? Mungu mmoja, Baba wote, tumeona. Mungu aliye juu ya wote, tumeona. Mungu anayetenda kazi ndani ya wote, tumeona. Lakini sasa Mungu aliye ndani ya wote, uwepo ndani ya kitu, ndio maana ya Mungu ndani ya wote. Uwepo wake upo ndani ya kila mmoja katika kanisa. Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanajua Mungu yupo tu kwenye hema ya kukutania, kama vile walivyokuwa wameambiwa na Mungu. Isoma kile kitabu cha Kutoka 25:8 kwamba nitengenezeni nyumba ya kukutania ili nikae kule. Sasa Paulo anaambia ukimwamini Yesu Kristo, uwepo wake uko ndani yako. So uwepo wa Mungu unatembea ndani ya Wakristo, ndani ya washirika ya waamini. Uwepo wa Mungu unatembea ndani ya waamini. Tunajifunza Mungu anakaa ndani ya kanisa lake kupitia Roho Mtakatifu. Lakini uwepo wa Mungu ni msingi wa umoja wa kanisa. Lakini 3, uwepo wa Mungu unahusisha waamini wote, sio Wayahudi, waamini wote. Ukiwa Myahudi kama hujamwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba uwepo wa Mungu uko ndani yako. Ukiwa mtaifa kama hujamwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba uwepo wa Mungu upo ndani yako. So tunapaswa kumwamini Yesu Kristo ili uwepo wa Mungu utembee pamoja na sisi. Uwepo wa Mungu utembee pamoja na sisi. Tulijifunza mambo kadhaa wiki kama 6 zilizopita au 7. Tulijifunza
Kanisa lina mwili mmoja, kanisa lina roho mmoja, kanisa limeitwa katika mwito mmoja, kanisa linatazamia tumaini moja, lina Bwana mmoja, linashiriki imani moja, linashiriki ubatizo mmoja, lina Mungu mmoja Baba wa wote, aliye juu ya wote, atendaye kazi katika wote na akae ndani ya wote. Kwa hiyo umoja wa kanisa si uwezo wa mwanadamu au wa dhehebu, ni kazi ya Mungu mwenyewe. So kwa maana hiyo tunapaswa kudumu katika huo umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kudumu katika huo umoja, kwa sababu huo umoja umeanzishwa na Mungu peke yake. Tukidumu katika huo umoja, kanisa la Mungu litakuwa, kanisa la Mungu litapanuka. Watu wataangalia ule ushirika tulionao, watu wataangalia lile kanisa la Presbyterian pale Kikatiti. Kwa nini? Ni jinsi gani wanasonga hivi. Unafikiri wale waliojenga hili kanisa ndivyo hivi walivyokuwa wanajifunza? Ndio maana walijitoa ili kanisa likue. Waliona ndivyo jinsi ya kupanua mwili wa Kristo. Wakaeka matengano mbali, wakaeka majivuno mbali. Tuliambiwa hili kanisa limejengwa na mama mmoja. Huyo mama kule kanisani angeanza kujipiga kifua, mimi na pesa. Lakini aligundua kwamba ule muda wa kujipiga kifua ni wakati wa kumtukuza Mungu, kuitumia pesa ile kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Kadhalika ndio maana leo tuna sehemu ya kuabudu. Kadhalika na sisi tutumie uhuru wetu wa Kristo, tutumie umoja wetu katika Kristo kumtukuza Mungu, kufanya kazi yake, kumuinua, kumbariki na kumsifu. Tusimame juu. Mungu leo hai, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Umetufundisha mstari wa kwanza wa Efeso sura ya 4 mpaka mstari wa 6. Tumejifunza mstari wa kwanza mpaka wa 2 mwenendo wa Mkristo, jinsi tunapaswa kuishi. Lakini mstari wa 3 ukatupa agizo katika umoja wa roho. Lakini mstari wa 4 mpaka wa 6 ukatufundisha misingi ya umoja wa roho katika kanisa, ya kwamba tuna roho mmoja, tuna Bwana mmoja na tuna Baba mmoja. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, tusaidie sote tuliokusanyika hapa leo kuwa na huo umoja, ili tuweze kuifanya kazi yako, ili tuweze kudumu katika kazi yako, na zaidi ya yote ukazidi kutukuzwa. Tazama watumishi wako hawa ambao wametoa muda wao kuja kulisikiliza neno lako, kuja kusikia sauti yako. Umesema utakaposikia sauti yangu kwa bidii ndivyo utakavyobarikiwa. Ninaamini watumishi wako hawa wanapoondoka hapa, wanaondoka na baraka zako tele katika jina la Yesu Kristo. Maana ndivyo ulivyosema, utakapoisikia sauti yangu kwa bidii ndipo utakapobarikiwa. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Ninaomba watumishi wako hawa, mdogo kwa mkubwa, katika jina la Yesu Kristo, maana hawa wote ni mwili wako. Mungu Baba, wabariki kutoka, wabariki kuingia. Neema yako iwe pamoja nao, amani yako iwe pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ili wiki ijayo tukutane tukiwa na nguvu.